Umoja wa wamiliki wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana maarufu kama daycare centers mkoani Mbeya umesema miongozo inayotolewa na serikali imewezesha vituo vyao kuwa na malezi yaliyo na umakini kwa kufuata misingi iliyo sahihi tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Kwa mujibu wa katibu wa umoja wa wamiliki wa vituo vya kulelea watoto wadogo mchana mkoani Mbeya Salome Isaac, miongoni mwa mambo yaliyoboreshwa ni pamoja na vituo vingi kuwa na usajili huku pia vikiwa na wasimamizi au walezi walio na sifa stahiki. Salome amebainisha hayo kwenye kikao kazi maalum kilichowakutanisha wadau wa makuzi, malezi na maendeleo ya awali ya mtoto MAM mkoani Mbeya, kikilenga kupokea taarifa na pia kuweka maazimio ya nini kifanyike juu ya makuzi ya awali ya mtoto. Zamani wengi walikuwa tu wanaajiri mtu maadamu amemaliza form 4 anaenda kufundisha hizi daycare, lakini sasa hivi hata wale waliomaliza kidato cha 4 wameenda kwenye mafunzo ya muda mfupi ya wiki 2 ambayo yalitolewa na wizara na wakapata vyeti. Kwa hiyo vituo vingi kwa mkoa wa Mbeya, naweza nikazungumza, ukizunguka utakuta wana walezi wenye sifa. Vile vile tulikuwa tuna changamoto pia kupata walezi ambao walikuwa na sifa za malezi kwa sababu vyuo vilikuwa vichache Tanzania. Lakini bahati nzuri tena kwa mkoa wetu wa Mbeya tunavyo vyuo vitatu. Tuna Teku, tuna Santiago Grey na kingine kiko Rungwe, ni cha serikali. Vyote vinatoa malezi ya watoto wadogo. Kwa hiyo imechochea sana kuwa na walezi wenye sifa. Na kupitia walezi hao wameenda kufanya mabadiliko kwa kiasi fulani ambayo ni mabadiliko chanya kwa watoto. Nimtoe tu hofu kiongozi wetu wa dini kwamba walau unaweza nikasema kuna mabadiliko katika vituo vyetu vya malezi ya watoto wadogo mchana, na tunazidi kushirikiana hivi na serikali. Tunapokuja tunapeana elimu, nasi tunaishusha kule, wanaenda watu tunajitahidi kufanya vizuri. Mchungaji Ndulile Ndasalama ni mwenyekiti wa baraza la maaskofu wa makanisa ya Kipentekoste Tanzania CPCT mkoani Mbeya, anapongeza hatua ya viongozi wa dini kushirikishwa kwenye vikao kazi vya tathmini za makuzi, malezi na maendeleo ya awali ya mtoto, akisema kufanya hivyo kunawapa mwanga wa wao kuweza kuongeza wigo wa mafundisho juu ya malezi ya watoto wadogo kwa waumini kwenye nyumba zao za ibada. Lakini mara nyingi tumetumia nafasi hiyo makanisani mwetu au kwenye msikiti kwa ajili ya mambo ya kiroho zaidi kuliko masuala ya afya na lishe na usalama. Sasa tunapoendelea kuongea hapa ndipo tunapopata elimu zaidi kwamba kumbe inawezekana kuingiza zaidi ya afya, lishe na usalama pamoja na masuala mazima ya rohoni kwa watoto. Waweza kabisa kuwa na elimu ya kutosha, kwa sababu tunapozungumzia mashuleni unamkuta mtoto peke yake, lakini unapokuja kanisani unamkuta mzazi na mtoto wake. Kwa hiyo hapo naweza ukatoa elimu ya afya kwa mzazi kwa ajili ya mtoto, elimu ya lishe kwa mzazi kwa ajili ya mtoto, pia na usalama kwa mtoto. Unaweza kukuta hii mada inaweza kujijenga vizuri zaidi. Kwa upande wake, katibu tawala msaidizi mkoa wa Mbeya anayesimamia sehemu ya mipango na uratibu Musa Mwasile amesema utekelezaji wa mikakati inayopangwa na taifa juu ya makuzi sahihi ya mtoto haupaswi kuachwa kwa serikali pekee, bali ni wajibu wa kila mmoja kwenye nafasi yake kushiriki. Labda nisitize kwenye eneo la kushirikiana. Ili mtoto huyu aweze kuwa kamilifu, bila ushirikiano wa sekta mbalimbali, yani kuna watu wa elimu, wa afya, wa ustawi, kuna mashirika, bila kuwa na huo ushirikiano, basi huo ukamilifu wa ukuaji wa mtoto hauwezekani. Ndio maana wote tumeitwa hapa ili tuweze kufanya tathmini kwa pamoja, tuone ni wapi tulifanya vizuri, wapi tumepungukiwa kidogo, na namna gani ya kwenda mbele, ili mtoto huyu tunayemlenga aweze kukua katika ukamilifu wake. Kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Joakim Nyambo wa Daily News Digital.